kuna hisia tatu ambazo zinafanya tabia yoyote usiyoitaka ama uraibu au addiction ya namna yoyote iwe na nguvu. Nguvu ya hii addiction inakuwa pale katika kukufunga, na inakufunga kupitia hizi hisia tatu. Kwa unakuwa hauko huru. Kwa nini? Kwa sababu kuna hisia tatu ambazo zimeambatana na hiyo tabia au zimeambatana na huo uraibu au hiyo addiction. Hisia ya kwanza ni hisia ya hofu. Unaogopa, hivi hii tabia mwisho wa siku itanipelekea kwenye nini? Kama mpaka sasa hivi kuna madhara nimeyapata, kesho itakuwaje? Watu wakielewa, watu wakiona wazi wazi hali nilionayo itakuwaje? Hisia ya pili, aibu. Kuna haya kwamba hii tabia nilionayo au aiba nilionayo labda kwenye jamii au mazingira yanayokuzunguka inaonekana ni mbaya, ni ya aibu, umeelewa, ya kudhalilisha. Kwa kuna namna fulani unakuwa una hofu ya kwanza, alafu aibu. Sasa hii tabia inaniletea aibu. Kwa mfano fikiria labda wewe ni kiongozi, alafu ukienda kunywa pombe mara nyingi, wakati mwingine unashindwa kujidhibiti mpaka unalewa kabisa chakali, unajitupa huku na kule, na yani inakufanya ufanye matendo ambayo kama yakitoka public yanakuwa ni aibu. Kwa inakuwa inakutesa, unakuwa unajisikia aibu. Wengine ni viongozi, ni figure, public figure, labda ni kiongozi wa dini, lakini kuna tabia fulani ya kiuraibu usioitaka. Kwa hiyo inakuletea aibu kwamba hivi tabia kitokea imejulikana, nini kitatokea? Sio kama umeelewa. Lakini hisia ya tatu ni hisia ya hatia. Sasa hatia inaambatana na yote hiyo, na mitazamo ya kwenye jamii, mitazamo ya itikadi pamoja na imani mbalimbali, kwa mfano za kidini, kwamba labda hili jambo ni dhambi, sio umeelewa? Hili jambo ni baya sana. Yote ile inakufanya utake kubadilika, alafu wakati huo kwa sababu huwezi kubadilika, kwa unakuwa na hatia. Kwa hiyo hofu, aibu na hatia inafanya ile tabia ya uraibu iwe na nguvu, inakushikilia. Lakini vipi nikikwambia kwamba kuna tabia nyingi ambazo uko nazo za kiuraibu hazitakiwi kukufanya uwe na hatia? Kwa mfano kwa wale ambao mpo katika misingi ya kidini, kwa mfano kuna watu wengine wananiandikia kwamba naona kama Mungu anamkosea Mungu, si Mungu anitaki tena. No way, sikia. Naongea sana wewe ambaye uko kwenye dini kwa mfano. Fahamu ya kwamba tabia yoyote ya nje haikufanyi wewe uwe mtu tofauti na chanzo. Wote tumeunganika na chanzo. Hiyo ni tabia tu ambayo unatakiwa uishinde. Si umeelewa? Ndio sababu ya kuwepo duniani. Mambo yote unaokutana nayo ni darasa. Unatakiwa ukabiliane nayo, ndio shule. Sasa kwenye shule haipo kwa ajili ya kukuaibisha, shule ipo kwa ajili ya kukuimarisha. Kwa hiyo wewe angalia hata kwa mfano wale wanaosoma maandiko kwenye Biblia, kuna watu mashuhuri walikuwa watu wa Mungu. Si unaelewa? Mtu kama Daudi, mfalme Daudi alikuwa mlevi. Si kama unaelewa? Mnywaji, mlevi kabisa, nalewa. Watu mashuhuri wanaonekana mpaka wakaokolewa na Mungu, wengine wakahukumiwa na Mungu kwenye gharika. Mtu anaitwa Nuhu alikuwa mlevi. Analewa mpaka anavua nguo zake zote. Ninachotaka kusema hivi, sihalalishi pombe, addiction ya namna yoyote, si tabia zozote, si ni ngono, si ni bangi, si ni madawa ya kulevya, au tabia yote ya addiction yoyote. Kwa mfano siku hizi kuna mpaka za social media, games, gambling hizi. Mtu mpaka amekuwa addicted kwenye beti. Kubeti sio shida, lakini ikifika mahali imekuwa ni uraibu, yani uwezi kujitawala. Hilo ni tatizo, si kama umeelewa? Kwa hiyo ninachozungumza cha kwanza, nimetoa mfano wao kina Daudi, hao wanaonekana watu wa Mungu lakini walikuwa na tabia fani za uraibu, haikuwabadilisha kutokuwa watu wa Mungu. Yote hii ni kukondolea hatia, si umeelewa? Kwa sababu hatia ndio inayokufunga. Yaani hatia haikuweki huru. Hofu haikuweki huru. Aibu haikuweki huru. Kwa lazima ushinde hiyo. Na ndio maana nimefungua hili darasa tarehe 2 mwezi wa 3 tunaanza darasa kwa wale ambao wanapitia changamoto za kiuraibu. Lakini pia humo ndani shughulika na wale ambao wanataka kurejesha nguvu zao na kujitambua wote pia, kwa sababu basically mzizi unafanana. Si unaelewa? Kwa hiyo unapoingia tu kwenye group unakuwa umeshughulika na hizi hisia tatu, unaanza kushughulika nazo. Kwanza unakuwa umeishinda hofu. Si unaelewa? Uko tayari kukabiliana na hatia na aibu, na ndio maana unaamua kujoin. Kweli mimi fulani na changamoto hii, nataka kuingia kwenye darasa la uponyaji au kwenye group la uponyaji. Na usisahau hili group ni kupitia WhatsApp group, sio kwamba unakaa mahali tunafundishana, no, kupitia WhatsApp group. Haya ni mambo ya nguvu. Nguvu haina mipaka. Yaani hata uwe upande gani wa dunia, hata kama ungekuwa mwezini, ili mradi tu utakuwa unaweza kama hivyo unaniona au unanisikia kupitia group WhatsApp, unaona kile ninachokiongea, tuna connect emotionally, unaweza kupata uhuru wako na kupona ukarudi kwenye hali nzuri. Kwa kumbuka ninachoongea ni kuwa huru. Kwa ukiingia tu kwenye group ni hatua ya kwanza ya uhuru wako.
Si unaelewa? Kwa hiyo shida sio katika hivyo vitu vyenyewe, shida ni visikuendeshe, visikuongoze. Uwe huru, na uhuru unaanzia ndani yako. Pale hofu, aibu na hatia inavyoondoka, wewe unakuwa mtawala, unakuwa master. Sio ile tabia inakumaster wewe, inakutawala wewe. Lakini kwenye group tunaenda zaidi, tunaenda pia kwenye mizizi, kwa sababu nimekwambia hizo hisia hizo zinaipa nguvu addiction au tabia yoyote ya uraibu. Lakini kuna mizizi, na maana kuna chanzo ambacho kimepelekea hiyo tabia mpaka umedevelop, mpaka umeanza kuwa na zile tabia. Kuna underlying factors, kuna changamoto ambazo ziko ndani, ambazo msingi wake mkubwa ikiwemo maumivu ya kihisia ama trauma. Kwa hiyo ndio lengo la hili group, na tunaanza tarehe 2. Ada yake ni 100,000, kwa sababu hii sio kazi nyepesi, ni kazi nzito sana, na group haliwezi kuwa la watu wengi, you see. Lakini nimetoa ofa kwa wiki hii hapa, badala ya 100,000 unalipia 50,000. Kama utalipia kuanzia leo, kuna ofa 50,000, unaingia kwenye hilo group. Okay, kuwa huru, kumbuka ni haki yako ya kuzaliwa. Ujeje kwenye hii dunia uwe mtumwa wa mtu yoyote, wa mfumo wowote, wa tabia yoyote au wa kemikali yoyote. Umekuja kwenye hii dunia kuwa mtawala, na utawala wako unaanza ndani yako. Ukiweza kutawala akili yako, ukiweza kutawala hisia zako, utautawala ulimwengu wako.